maalum, na tumemuomba kiongozi wa chama mstaafu ndugu Zitto Zuberi Kabwe aje azungumze na Watanzania kutokea hapa Lindi kueleza tunapotaka kulinda demokrasia yetu ni mageuzi gani ya msingi ambayo tutayapigania, tunayahitaji ili kuhakikisha kwamba taifa letu lina wananchi wake ndio wanadhamana nayo. Yaani Watanzania wanaamua nani awe diwani wao, nani awe mbunge wao, na nani awe rais wao. Watanzania hawaingizi kwenye michakato ya hofu na kutishwa ili kuamua nani ni kiongozi wao kwenye ngazi yoyote ile. Sasa wajibu wangu mimi ni mambo matatu tu makubwa. Jambo la kwanza, kuwakumbusha watu wa Kusini, kuwakumbusha watu wa Lindi wajibu mkubwa mlionao kwenye kusimamia ustawi wa demokrasia ya taifa letu. Ndugu zangu, leo hapa tunakuja kuzungumza na wajukuu na vilembwe vya wakina Kinjekitile Ngwale. Tunazungumza na wajukuu na vilembwe wakina Kinjekitile Ngwale ambao walipambana, wakina Suleiman Mamba ambao waliuawa kwenye vita vya Majimaji kupigania ustawi wa taifa lao. Ninakuja kuwakumbusha kwamba ustawi wa taifa hili ni jukumu la raia wake, ni jukumu la raia wake. Cheo namba moja kinachotoa haki ya kupata cheo chochote kwenye nchi hii ni uraia wako, ni uraia wako. Pale ambapo uraia wako unabezwa, uraia wako unageuzwa kuwa ni utumwa kwenye taifa lako, unao wajibu mkubwa wa kulinda heshima ya uraia ulionao. Na ndugu zangu, heshima ya raia iko eneo moja tu, kuamua nani awe kiongozi wake, kuamua nani awe. Leo tunawakumbuka kina Kinjekitile, tunawakumbuka kina Suleiman Mamba. Waliuawa kwenye vita vya Majimaji vilivyopiganwa kati ya mwaka 1905 mpaka 1907. Ukiuliza kwa nini walipigana, ukiuliza kwa nini wazee wa maeneo haya ya Lindi, wazee wa Kusini waliamua kutoa uhai wao, hawatokuambia ni kwa sababu walikuwa wanataka kujenga barabara. Hawatokuambia ni kwa sababu walikuwa wanataka kujenga hospitali. Watakuambia ni kwa sababu wao kama raia walipoteza uhuru wa kuamua nani awe kiongozi wao. Wajerumani walitawala taifa letu kikatili sana, kama ukatili unaofanywa leo tarehe 23 hapa Lindi. Maiti ya ndugu yetu Mtanzania kutoka Kilwa amesafiri kutoka Pande akiwa mgonjwa, analeta hospitali ya mkoa Sokoine. Mwenyezi Mungu amechukua uhai wake njiani. Ndugu zake wameteremsha maiti kwenye basi hapa hospitali ya mkoa Lindi. Wanafika naye hospitali, hospitali imekataa kupokea maiti, wameiacha maiti ya Mtanzania inaloa mvua hapa Lindi. Hii ndio thamani tulionayo leo. Hawatuthamini tukiwa hai, wanaacha maiti zetu zinadhalilika. Viongozi wote walikuwa wanajua. So mimi niko kwenye grupu moja la viongozi wengi sana wa mkoa wa Lindi, akiwemo mkuu wa mkoa, akiwemo MD wetu, mkurugenzi wetu wa halmashauri. Taarifa kwamba Sokoine imekataa mwili wa mgonjwa ilitolewa kwenye grupu, na mkurugenzi wa halmashauri akasema amewasiliana na RMO
ili wasiache maiti hiyo inadhalilika, kwa sababu DMO hana uwezo nao. Kwa hiyo viongozi walikuwa wanajua kwamba maiti inadhalilika kwenye hospitali ya Sokoine. Wakaacha inanyeshewa na mvua, mpaka vijana wa bodaboda wakaamua kuchangishana fedha waichukue hiyo maiti waweke kwenye jeneza, watafute usafiri wa kuirejesha Pande Kilwa. Hiyo ndio hadhi yetu leo kwenye taifa ambalo viongozi wake ni hawa ambao wanataka wawe viongozi kwa mkondo wa kuminya demokrasia. Wazee wetu walipigania ustawi wa nchi hii, uhuru wa kuamua nani awe kiongozi wako, kiongozi atakayeheshimu utu wako, kiongozi atakayeona thamani ya raia wake. Leo maiti zinadhalilishwa, watu wamefariki, ndugu wanafikisha mtu ambaye alikuwa mgonjwa hospitali, maiti inaachwa, na mpaka leo sio daktari wala uongozi wowote wa hospitali hata mmoja ambaye amewajibishwa na serikali hii thakili ya Chama cha Mapinduzi. Sasa leo nimekuja kuwakumbusha kwamba kile kilichotokea tarehe 23 hapa Lindi ndio hadhi ya raia wa nchi yetu. Ndivyo CCM na serikali yake ilipotufikisha. Hali hii haiwezi kuondoka isipokuwa kwa wananchi kupigania demokrasia, kupigania uhuru wao wa kuamua nani awe kiongozi wao. Na kazi hii ilifanywa vizuri sana na wazee wetu. Waliuawa makumi kwa maelfu. Historia inaonyesha kwenye vita vya Majimaji zaidi ya watu 300,000 waliuawa. Nilikuwa napitia rekodi za takwimu ya idadi ya watu. Mwaka 1900 Tanganyika ilikuwa na watu 3,000,000. Kama waliuawa watu 300,000, maana yake ni karibu 10% ya raia wote waliuawa kupigania ustawi wa taifa lao, kupigania uhuru wa kuamua nani awe kiongozi wao. Sasa ndugu zangu, duniani kote wajibu wa kulinda demokrasia ni wajibu namba 1 wa raia, wajibu wa kulinda uhuru wao wa kuamua nani awe kiongozi wao. Mnaposhindwa kuamua nani awe kiongozi wenu katika nchi, mnageuka kuwa ni watumwa kwenye taifa lenu, watu msiokuwa na sauti, watu msiokuwa na maamuzi. Na ndio maana tunataka kuwa na operesheni Linda Demokrasia. Sasa msingi wa kwanza kuwakumbusha kwamba demokrasia hulindwa na raia. Hulindwa na nani? Na raia. Demokrasia duniani kote inalindwa na raia. Kenya wamelinda demokrasia yao, ndio maana leo Kenya wana chaguzi huru na mataifa mengine. Na sisi Tanganyika, wakati wa utawala wa mabavu wa Mjerumani wa kikoloni, wazee wetu walipigania demokrasia ya nchi yetu, uhuru wao wa kuamua nani awe kiongozi wao. Alipokuwa Mwingereza, wakina Mwalimu Nyerere walipigana kuamua nchi hii nani awe kiongozi kwa matakwa ya raia wa Tanzania. Hatuwezi leo baada ya miaka 60 ya kuwa huru, mitutu ya bunduki iamue nani awe kiongozi wa taifa letu. Hatuwezi leo baada ya miaka 60 mapolisi watuchagulie diwani, mapolisi watuchagulie mbunge, mapolisi watuchagulie raisi, kiasi iwe tunajiuliza huyu rais ni wetu sisi raia au rais wa vyombo vya dola. Hatutaki kufika hapo. Tunataka kuwa na rais ambaye Watanzania watajivunia kwamba ni rais wao wamemchagua. Tunataka kuwa na mbunge ambaye Watanzania watajivunia ni mbunge wao wamemchagua.
Tunataka kuwa na diwani ambaye Watanzania watajivunia kwamba wamemchagua ni diwani wao, ni mwakilishi wao. Wana uwezo wa kumwajibisha, wana uwezo wa kumhoji. Wanataka tuwe na rais ambaye anaheshimu maamuzi ya raia, kwamba katika kazi zake anazofanya, mwisho wa siku uchaguzi ukifika, raia wataamua kama amefanya kazi waliomtuma wamchague, hakufanya kazi waliomtuma waachane naye. Tunataka kuwa na demokrasia itakayotuleta hapo. Sasa ndugu zangu, jambo la tatu na la mwisho nalotaka kuwakumbusha, mimi nakumbusha wajibu wetu katika miaka yote wakati wa kupigania uhuru wa nchi hii. Viongozi walioshiriki kupigania uhuru wa kina Mwalimu Nyerere walitukumbusha wajibu muhimu sana wakati wa kupigania uhuru, wajibu wa kutohofia chochote madhali tunapigania haki ya uhuru na uraia wetu. Sasa ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2019, uchaguzi wa mwaka 2020 na uchaguzi wa mwaka mojawapo ni nchi yetu kuingizwa katika mkondo wa nchi inayoongozwa na vyombo vya dola badala ya wananchi wenyewe. Vyombo vya dola vikishiriki kuendesha mchakato wa uchafuzi na kuteua viongozi katika nchi yetu. Lakini upande wa pili ambao ndio nataka kuwakumbusha, raia wakiufyata, raia wakikaa kimya, raia tukirudi nyuma. Nataka niwakumbushe hawa CCM mwaka 2014 walifika mahali hawawezi kuvaa sare, au hamkumbuki jamani? CCM alikuwa akitoka nyumbani anakwenda kwenye mkutano, sare anaficha, anazivaa kwenye mkutano, akitoka anavua, anaweka kwenye mfuko wake wa rambo, si ndio jamani? Kwa nini? Kwa sababu wananchi waliwazomea CCM kwa mambo mabaya walioyafanya. Wananchi waliwatazama CCM ni wezi, wameiba kwenye escrow. Wakati ule akina Zito wako bungeni, walituainishia mambo mengi yaliyofanywa vibaya na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wizi kwenye Richmond, wizi wa bilioni ya EPA, wizi kwenye masuala ya escrow. Ilikuwa ukiiona rangi ya CCM unauona wizi, na CCM wenyewe walikuwa wanajua wanafanana na wizi. Kazi hii ilifanywa na Watanzania. Kazi ya kuwaambia CCM ni wezi, ni majambazi, mnadhulumu watu, mmeiba fedha zetu, ni kazi iliyofanywa na Watanzania mpaka CCM wakaona haya. Ndugu zangu, tunapaswa kurudi hapo. Ukitizama moja kati ya makosa makubwa tunayofanya ni kuacha wale waliotuibia. Wametuibia, alafu wanakuja mtaani, hata kuzomewa hawajazomewa, wanapata ujasiri wa kukaa vijiweni kuhadisia. Kama akina Kinjekitile Ngwale wangekaa hivyo na Mjerumani, mpaka leo nchi yetu ingekuwa ya Wajerumani. Kama akina Suleimani Mamba wangekaa hivyo na Wajerumani, mpaka leo nchi yetu ingekuwa inatawaliwa na Wajerumani. Lazima wanaotuibia na wenyewe wapate gharama ya kushiriki wizi. Sawa sawa? Tuko tayari? Tuko tayari kuzomea wezi? Tuko tayari kuzomea wezi? Tuko tayari kuzomea wezi? Nani hajui kwamba hawa CCM wanatuuzia maiti? Kuna mtu hajui? Chama cha wauza maiti, Chama cha Mapinduzi, chama kinachotuuzia maiti kwenye nchi yetu, kinawezaje kupata ujasiri wa kutembea barabarani kikaona fahari ya kuhadithia njama wanazofanya? Mwaka huu tunasema kuuziwa maiti sasa basi. Kuuziwa maiti sasa basi.
tunao wajibu wa kulinda demokrasia sisi wenyewe. Tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba hatuko tayari kuibiwa. Tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba yule anayetuibia ndiye anayetuuzia maiti yetu. Yule anayetuibia ndiye atakayeacha maiti yako iloe mvua. Yule anayekuibia ndiye atakayekufukuza hospitali usitibiwe, uende nyumbani ukafe kama kuku. Tunataka kwenda kwenye uchaguzi ambao raia watabeba wajibu wa kulinda demokrasia. Wajibu wa kubeba demokrasia ni wa nani? Wajibu wa kulinda demokrasia ni wa nani? Mimi nitalinda demokrasia, wewe linda demokrasia. Mimi nitalinda demokrasia, mimi nitalinda demokrasia, na wewe linda. Tuseme kwa pamoja, mimi nitalinda demokrasia na wewe linda demokrasia na mimi. Wewe linda demokrasia na mimi. Wewe linda demokrasia na mimi. Baada ya kusema haya, sasa naomba nimkaribishe Mwami Ruyagwa Zitto Kabwe aje azungumze na watu wa Lindi na watu wa Kusini na wa Tanzania. Karibu sana. ACT Wazalendo, habari za siku nyingi Lindi, mnaendeleaje? Mambo vipi? Poleni sana na mapambano, lakini mapambano hayawezi kukoma, au sio? Ni lazima tuendelee na mapambano. Mwanadamu ameumbwa ili kupambana, na hakuna hata siku moja ya mwanadamu ambayo hayupo kwenye mapambano. Yawe ni mapambano ya nyumbani kwake na familia yake, yawe ni mapambano ya mtaani kwake au kijijini kwake, yawe ni mapambano ya kwenye jamii yake. Vyombo vya chama vilikaa vikafanya tafakari na kufanya uchambuzi wa kina wa namna gani ambavyo tunakwenda kulingana na kusinyaa kwa hali ya demokrasia katika nchi yetu. Ikumbukwe kwamba chama chetu kimeshiriki michakato yote ya kuhakikisha tunafanya mageuzi yanayotakiwa katika sheria zetu, katika kanuni zetu, ili angalau kurejesha thamani ya kura kwa wananchi. Uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 ulikuwa ni sawasawa na kibao kikali sana ambao tumepigwa usoni kulingana na hatua za mageuzi ambayo tulikuwa tunazipigania. Tumerudi nyuma kule ambako hatukutarajia kufa kilichokaa jijini Dar es Salaam